Bila shaka hujambo na karibu katika mahojiano maalum ya Mwananchi na Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Emmanuel Tutuba. Kama haufahamu, Benki Kuu ya Tanzania ina majukumu kadhaa, kubwa zaidi ikiwa ni usimamizi wa sekta ya fedha hapa nchini, lakini pia ndio ina jukumu la kuleta sera za kifedha, kuchapisha sarafu ya nchini kwetu ambao ni shilingi ya Tanzania, lakini pia usimamizi wa mfumuko wa bei na uhifadhi wa fedha za kigeni. Hapa nipo na Bwana Tutuba. Karibu sana Mheshimiwa Gavana. Asante sana na karibu sana hapa Benki Kuu kwenye tawi letu la Dar es Salaam. Sawa. Miongoni mwa majukumu yenu ni pamoja na kusimamia ustahimilivu wa uchumi. Na nakumbuka miaka miwili iliyopita tulizungumza mimi na wewe, ukaniambia kwamba Benki Kuu ya Tanzania ina mpango wa kuanzisha mfuko wa dhamana, ile credit scheme, guarantee scheme, ambayo itakuwa na jukumu la kusaidia kukuza au ukuaji wa sekta au uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa ajili ya kuleta ulali mzuri wa biashara, lakini pia kujitosheleza ndani. Huo mpango umefikia wapi na mpaka sasa labda ni wafanyabiashara ngapi wamenufaika na mpango huo? Asante sana na kama nilivyosema nakukaribisha sana Benki Kuu hapa ofisi zetu za makao makuu ndogo Dar es Salaam. Na nashukuru kwa swali lako. Ni kweli kwamba pamekuepo tunasema ni scheme, sababu ni dirisha ambalo lilianzishwa mahususi kwa ajili ya kuwezesha uwiano mzuri katika urari wa malipo na urari wa biashara hapa nchini. Na tulianzisha mfuko huu, una madirisha mawili. Dirisha moja tunaita ni Export Credit Guarantee Scheme. Ni scheme kwa ajili ya kuwezesha watu wanaofanya biashara za mauzo nje ili wazalishe wakauze nje, tupate fedha za kigeni zije kusaidia kwenye biashara na ukuaji wa uchumi. Lakini dirisha la pili lilikuwa ni kwa ajili ya small and medium enterprises, ambayo hili lilianzishwa mahususi kwa ajili ya watu wanaozalisha bidhaa wawezeshwe ili zizalishwe kwa viwango na ubora unaotakiwa, ziweze kukidhi mahitaji ya soko la ndani, na kwa kufanya hivyo tupunguze bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Ndio maana ile ilikuwa na address issue tunaita ni kwa ajili ya import substitution, ni kama mbadala wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, ambao sasa ukipata bidhaa mbadala, maana yake utapunguza matumizi ya fedha za kigeni kutoka nje, tutaendelea kutumia bidhaa zile badala ya kuimport. Kwa hiyo madirisha yote haya mawili yapo, na hiyo scheme tumeendelea kuikuza mpaka sasa inaendelea vizuri. Imeendelea kutoa huduma kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ambao hawana dhamana. Wanapoenda kwenye mabenki wanaambiwa hawana dhamana. Lakini kwa wale wakubwa nao wameendelea kupata fedha kwenye mabenki, na pale ambapo hawana dhamana wanakuja wanapata dhamana. Na tunashukuru imesaidia kwa wafanyabiashara wote wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar, sababu sisi Benki Kuu tunakuwa tuna operate katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yote. Sasa umesema tumefikia wapi? Kwamba tumeendelea kuiboresha, na sasa hivi tunatarajia tuunde iwe ni kampuni. Sasa hivi tunasema tunataka tuifanye iwe ni Credit Guarantee Corporation. Isiwe scheme, yani tuitoe sasa ndani ya Benki Kuu iwe ni taasisi inayojitegemea. Sasa tunaona imekuwa kubwa, imekuwa na mtaji wa kutosha, na tunatarajia tutaianzisha hivi karibuni. Lakini pale nimeelekeza katika uundaji wa hiyo kampuni, nimeelekeza itakuwa sasa ina idara kubwa 4. Idara moja of course itadili mambo ya utawala na kusimamizi wa ndani, lakini itakuwa directorate moja itakayosimamia masuala ya dhamana. Kama nilivyosema, kwenye upande wa dhamana bado kuna changamoto kwenye uchumi, kwamba wafanyabiashara wengi wanataka kufikia mabenki ili wapate labda mikopo, lakini bahati mbaya wanakuwa hawana dhamana. Kwa hiyo kwenye hiyo kampuni itakayoanzishwa sasa itakuwa na hilo dirisha au idara maalum kwa ajili ya kusimamia dhamana. Lakini idara nyingine itasimamia tunaita ni credit record au credit reference. Sasa hivi hapa Benki Kuu tuna credit reference kama mfumo,
lakini takwimu za wakopaji zinaingizwa kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwenye hiyo Guarantee Corporation tunataka iwe na directorate moja itakayodili na masuala ya kuhakikisha watu wanakopesheka na taarifa za ukopeshekaji wake. Naita credit worthiness. Unajua kila moja lazima ifikie stage tuwe na ile kama risk index. Maana watu wanaenda kukopa lakini bahati mbaya hatuna ile risk index kama nchi ina take stock ya kila mtu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaenda kukopeshwa sehemu akiwa na vihatarishi zaidi, mwingine akiwa hana vihatarishi. Lakini kuna mtu anakuwa na kopa na kurejesha vizuri. Sasa yule anayekopa na kurejesha vizuri, ukipitia kwenye utaratibu wa kawaida, maana yake yeye ile credit worthiness yake iko robust. Kwa hiyo hata kwenye risk index, kwenye risk yake itakuwa ya chini. Kwa hiyo tutafikia level kama hiyo, lakini kwenye hiyo directorate itakayokuwa inadili masuala ya viwango vya tuseme ile ukopeshekaji wa mtu, itapanua wigo. Kwa sasa hivi kwenye credit reference tunachukua tu labda tuseme mikopo ya watu waliokopa kwenye mabenki. Kwa hiyo tutapanua wigo ili tufikie watu wanaokopa labda kwenye wallet za makampuni ya simu, tufikie watu wanaokopa labda kwenye microfinance, tufikie mpaka watu wanaokopa hata kwenye labda mikopo ya elimu ya juu. Kwa hiyo tutaipanua ili iweze kukava mikopo yote kwa ujumla ndani ya nchi. Lakini directorate nyingine itakuwa sasa inadili na masuala ya uandaaji wa maandiko ya miradi na kuwezesha wafanyabiashara au watu wenye mawazo ya miradi waweze kupata hiyo mikopo. Kwa hiyo ile tutaita ni directorate kwa ajili ya business development. Kwa hiyo yote hayo kiangalia, manake hii iliyokuwa ni kama dirisha ndani ya benki kuu imekuwa, na tunataka ipanuke iweze kufikia watu wote kwa maana ile ya kusupporti export promotion na kuwezesha sasa ile import substitution initiative, lakini katika uwanda mpana ambao utawezesha iwe ni taasisi inayojitegemea. Kwa hiyo katika hali ya kukua, unajua hata mtoto anakuwa inafikia stage anapata mwenza wake, anaanzisha familia. Kwa hiyo itakuwa ni kampuni, na tunatarajia itakuwa pia na hata shareholders. Tutafungua, tumeshajadiliana mfano na mabenki na tumejifunza kutoka nchi nyingine zilizoendelea. Wanakuwa na ile Credit Guarantee Corporation, inakuwa na share za mabenki na wengine kwenye labda wafanyabiashara wanakuwa pale na hisa, inajiendesha kwa kujitegemea, lakini sisi tunaendelea kuipa leseni, tutaendelea kuimonitor na kuisimamia. Kwa hiyo ulivyosema imefikia wapi, ni kwamba imefikia hatua kubwa sana ambayo ilianza kama dirisha na imefikia hatua ambayo inaweza kujitegemea ikawa ni taasisi inayojiendesha vizuri. Tuitarajie mwaka huu au ni lini? Ni mwaka huu tunataka tutakapoanza bajeti mwezi wa 7 iweze kuanza. Kwa hiyo tayari kuna timu zetu zimeshaandaa, tumeshafikia kwenye level kubwa sana. Tumeshafanya vikao na wadau, tumekaa vikao na masio wa benki zote, wakakubali, wakasema hii ni wazo zuri sana na tunalisupport. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba anataka kuacha tabasamu kwa Watanzania, hii ni dirisha mojawapo linaloleta tabasamu kwa Watanzania, kwamba itafikia stage mtu akihitaji labda kama ni andiko la mradi anaweza kaenda kwenye Credit Guarantee Corporation akaandikiwa andiko. Na pale tumefanya vizuri kupitia chuo chetu cha Benki Kuu kile cha Mwanza, kimekaa na wadau, tumeangalia, wameshaniletea zile document, nimezipitia, wametengeneza prototype 4. Kuna prototype ya wakopaji wa kiwango cha chini, na kwa sababu zile walivyoandaa wameshirikisha benki zote, lile andiko la mradi litakuwa linakubalika kwenye benki zote, na ile itatusaidia hata kupunguza gharama sasa za uandaaji wa maandiko ya miradi. Na chuo chetu cha Benki Kuu cha Mwanza kitafanya training kwa wadau mbalimbali. Tutafanya training, kwa mfano unajua kule kwenye local government kuna maafisa biashara na wale community development officers. Wale ni watu wa msingi sana kwenye ngazi ya chini ya kuwezesha watu wafahamu namna ya kuandika maandiko. Kwa hiyo watafanyiwa training. Tutagusa maeneo mengine ya SIDO kama VETA na wadau wengine. Kwa hiyo tumeshafika kwenye very high level ambayo tunaamini itakapoanza basi itakuwa ni taasisi
kuweza ikagusa maisha ya watu wengi, ili watu wawe na maandiko mazuri ya miradi, waweze kupata mikopo kwa reti ambazo ni nzuri, wasimamie biashara zao pia ziweze kukua, na watakuwa na mchango mzuri sana kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa. Katika masuala ambayo yapo hapa nchini kwetu, tuna dhana ile ya kwamba uwanja sawa wa watu kufanya biashara, lakini tumeona katika mataifa yaliyopiga hatua kubwa au ambayo yana makampuni makubwa, tumeona hilo linakuwepo, lakini sio kwa 100%. Labda katika hilo shirika kutakuwa na upendeleo kwa wafanyabiashara wakubwa, hata bila kuwataja majina, ambao tunaona tayari wamefanikiwa katika eneo fulani, kwamba labda wao wapate access let's fund au hiyo guarantee kwa urahisi zaidi, ili wawe wakubwa. Hata wakienda kufungua biashara nje ya nchi, watakuja kufunga hesabu zao hapa nchini, tutatengeneza mabilionea wengi zaidi. Kuna mpango wa kutengeneza mabilionea wengi zaidi kupitia shirika hili? Kwanza lengo, tunapoongelea Credit Guarantee Corporation, tunaiangalia dira mwaka 2050, kwamba tutafikaje huko kwenye Vision 2050. Tutafika pale ambapo kila Mtanzania atakuwa na shughuli fulani ya kufanya iwe na mchango katika ukuaji wa uchumi. Ndio tunachotarajia. Sasa pamekuwepo changamoto, mtu anakuwa na wazo la mradi halafu anakimbilia kutafuta mtaji bila kuwa na andiko. Sasa wazo kwenye project management, mradi unaanza na wazo, lakini lile wazo lazima uliendeleze, halafu ulithibitishe. Sasa utalithibitisha vipi? Ni kupitia andiko la mradi. Kwa hiyo bado kwenye andiko la mradi, ndio maana nikasema ile Directorate ya Business Development itakuwa na umuhimu wake, lakini lengo ni kufika huko unakosema, kwamba baadhi ya biashara zinazotekelezwa labda kama itakuwa inakosa dhamana. Unajua mtu anaweza kawa na wazo zuri, yuko kwenye mazingira ambapo kuna fursa nzuri, lakini labda amekosa tu labda mtaji. Sasa namna gani atafikia mtaji? Ni kwa kupata dhamana. Ile taasisi itakuwa haitoi mkopo, yenyewe inatoa dhamana. Dhamana maana yake, ukienda labda na andiko kwenye benki, utawaambia mimi na andiko hili nahitaji labda milioni 100 za kuanzisha biashara fulani. Sasa ile milioni 100 atakavyoifanyia tathmini mtu wa benki, ataangalia, atasema kweli wazo ni zuri. Sasa ili nikupe milioni 100, wewe nithibitishie kama unaweza kuzisimamia milioni 100. Atakwambia labda nipe hati ya nyumba. Inawezekana wewe hauna nyumba, au na nyumba yenye thamani let's say ya milioni labda 50. Sasa maana ya dhamana ni kwamba yule hawezi kukupa mkopo wa milioni 100 kama nyumba yako ina thamani ya milioni 50. Atakwambia kwa nyumba ya milioni 50 nitakupa dhamana labda nitakupa mkopo labda wa milioni 40. Na wewe milioni 40 hazitamaliza ule mradi. Kwa hiyo itabidi uende sasa kwenye ile taasisi ukaombe kwamba jamani, mimi nina wazo hili hapa, nimepungukiwa dhamana, benki wameniambia nyumba yangu ya milioni 50 watanipa mpaka milioni labda 40. Kwa naomba dhamana ili nipate milioni 100 nitekeleze huo mradi. Kwa kule watakupa dhamana. Wakikupa ile dhamana, itakuwa ni dhamana ya ile tofauti ya kile ulichohitaji milioni 100 kuja milioni 50 ambayo milioni 40 ambayo benki wamekuambia unaweza kaipata. Kwa kishakupa ile dhamana utaipeleka benki. Ndio guarantee hiyo, sawa? Benki watakupa sasa milioni 100 ili kuwezesha utekeleze ule mradi kwa namna ulivyokuwa umejipanga. Asante. Gavana, katika masuala ambayo yameibua mjadala mkubwa hivi karibuni ni taarifa ile ya Benki Kuu kuuza sehemu ya hifadhi ya dhahabu yake. Mjadala ukawa mkubwa, lakini baadhi ya wachumi wakawa wanatamani kujua kwanza wazo la kuhifadhi dhahabu inayohifadhiwa na Benki Kuu ni tool ya kiuchumi ya Benki Kuu kusimamia uchumi, ama ni sehemu ya uwekezaji au mali ya serikali inayotunza kwa ajili ya matumizi ya baadaye? Na labda katika maelezo yako utafanua kwa sasa hali ya hifadhi ikoje, na pale ambapo mnahitaji kuuza dhahabu hiyo, utaratibu wa ukoje, au ni mazingira gani yanasababisha dhahabu? Asante sana. Hii swala la dhahabu naona linakuwa linawapa labda watu mawazo tofauti. Lakini niseme tu kwamba dhahabu tunayonunua Benki Kuu ni dhahabu fedha. Ndio maana tunaita ni monetary gold.
Na katika utunzaji wa ile dhahabu ni jukumu mojawapo la Benki Kuu. Ukisoma kifungu cha 5 cha sheria ya Benki Kuu kimeipatia jukumu Benki Kuu kutunza tunasema ni hizo reserves sasa hiyo akiba ya fedha au akiba ya nchi tunaweza tukaitunza kwa fedha tofauti tofauti. Ukienda kifungu cha 51 cha sheria ya Benki Kuu kimetaja sasa kwamba Benki Kuu itatunza akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango kisichopungua mahitaji ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje. Alafu kifungu kidogo cha pili yake pale kikaanza kutaja kwamba sasa hizo akiba zinaweza zikatunzwa kwa njia tofauti tofauti. Ile A yake ya kwanza imesema kutunza katika dhahabu. Ile dhahabu inayotajwa pale ni monetary gold. Lakini kaendelea kuainisha katika njia nyingine ikiwemo njia za sarafu ya noti au coin kwa za nchi tofauti tofauti. Tunaweza tukatunza katika kutumia hizi government securities za nchi mbalimbali. Tunaweza tukatunza kutumia utaratibu wa karatasi za mikataba maalum. Tunaziita ni derivatives. Sasa hizo ni modalities tu. Lakini dhahabu ni mojawapo. Kwa hiyo sisi tunapoichukua dhahabu na tulivyoanza hiyo project tulichukua dhahabu kama sehemu ya reserves zetu. Ni kama sehemu ya currency. Kwa hiyo sisi idara yetu ya masoko ya fedha huwa inafanya kazi masaa 24. Kwa sababu uwekezaji wa masoko ya fedha kwa mtu anaifahamu, yani kama ukienda pale Dar es Salaam Soko Exchange, utakuta kuna mtu anaweza kanunua hisa asubuhi, jioni akaziuza. Kwa hata sisi huku tunaweza tukafanya uwekezaji asubuhi kwenye currency moja, usiku tukauza. Na ile idara ina operate masaa 24 kwa sababu sisi tunawekeza popote pale duniani. Ndio maana kile kifungu cha 51 kimetuambia kwa kadri tutakavyoona inafaa tunaweza tukawekeza dhahabu popote. So tukawekeza fedha za hizo reserves popote. Kwa hiyo labda watu lisiwasumbue sana. Ni kwamba ni mpango tu wa kawaida. Na tunapoamua kuuza ni kwa sababu wakati tunanunua, sababu hii project kwanza imeanza tarehe 1 Oktoba 2024. Maana nimeona kuna wengine wanasema dhahabu ilikuwepo tangu enzi za Nyerere, imetunzwa sasa inataka kuuzwa. Sio kweli. Wanaosema hivyo hawaelewi. Najua kuna tatizo baadhi ya watu, mtu anaweza kaibukia akaongea kitu bila kuwa na facts. Ndio maana nina encourage sana watu wasome sheria. Ukigoogle BOT Act imeainisha vizuri. Kwa hiyo sisi tumeanza ununuzi wa dhahabu ilikuwa tarehe 1 Oktoba 2024. Na tunashukuru wakati tunaanza tulitarajia tungekusanya kama tani 20 ndani ya miaka mitatu. Lakini ndani ya mwaka mmoja kama na nusu sasa tunaona tumeshafikia tani mpaka jana tuna tani 19.6. Kwa bado kidogo sana tufikie tani 20. Ambayo kwa ujumla wake kwamba sasa kama unafikisha kiwango mapema unafanyaje? Je, utaacha kununua? Tukasema hapana, tusiache kununua kwa sababu wakati tunaanza program tulitaka pia kurasimisha soko la dhahabu la ndani. Sababu tuliona wachimbaji na wale wanaodile wanaita dealers wanaoshughulika na masuala ya dhahabu wakati mwingine wanakosa sehemu nzuri ya kwenda kuuzia. Kwa hiyo tulianza programu hiyo tukiwa na malengo tofauti tofauti, ikiwemo na hilo la kuformalize soko la dhahabu. Lakini pia tunajua dhahabu ni asset ambayo ukiwekeza kuna kipindi inapanda bei. Kwa hiyo wakati tunaanzisha pia lengo jingine ilikuwa ni uwekezaji. Kwamba tutauza, tutanunua, lakini ipo siku ikipanda bei tunaweza tukauza. Kwa hiyo hatukuanza kununua kwamba tunaweka tu itakuwepo milele, hapana. Sisi tumenunua kama sehemu ya biashara, tumenunua kama sehemu ya kusapoti wafanyabiashara wa kwenye sekta ili warasimishe hiyo biashara, na tumenunua kama sehemu ya akiba ambapo kwenye akiba sasa pale tunakuwa na tranches, tunakuwa na viwango kwa sababu ukifanya risk analysis kuna levels ambazo hauwezi kutunza yani mali yako yote ikawa kwenye sarafu moja. Ukiwa ni mwekezaji mzuri utafanya mgawanyo. Wanasema usiweke mayai kwenye kikapu kimoja. Sasa kwenye risk analysis dhahabu inabadilika sana bei. Ina high volatility.
Kwa hiyo huwa tuna ukomo wetu tuliokuwa tumejiwekea. Sasa hivi kwa kiwango tulicho nacho kinafikia kama theluthi moja sasa, kwa maana ya thamani. Maana bei nayo ilivyopanda ghafla imefanya thamani imekuwa kubwa. Kwa hiyo kuwa na zaidi ya theluthi moja ya zile reserves zako kwenye dhahabu nayo pia ni riski. Kwa baada ya risk analysis tukasema tutapunguza ili kiwango tutakachokuwa tumekiuza kitatuwezesha kuwekeza kwenye maeneo mengine ili tupate faida zaidi. Lakini wakati tunauza, ili lengo ni kwamba tumefikia ile target tulikuwa tumejiwekea ili tuendelee kununua, tusiparalyze au tusifrustrate soko lililopo. Na hii kuongezeka kwa bei ya dhahabu na maana serikali tarajia gawio kubwa zaidi kutoka BOT. Yeah, of course kwa sababu ni sehemu ya biashara. Kuna dhahabu tulinunua kwa bei ndogo, tukiuza kwa bei kubwa tunatengeneza faida, tunauza, tutatoa na gawio. Sisi kila mwaka huwa tunatoa gawio serikalini. Yeah, kwa hiyo ni swala la kawaida. Ndio maana nikasema tu ni swala labda tuwahamasishe watu kwanza wasome sheria. Sheria unapotaka kuongelea gold ya Benki Kuu, ni vizuri usome sheria ya Benki Kuu. Hata usiposoma vifungu vyote, nenda kifungu namba 5, soma majukumu ya Benki Kuu, sawa? Halafu unaweza ukaruka vifungu vyote, nenda kifungu namba 51, soma hiyo reserve yenyewe inatunzwaje, sawa? Halafu nenda kifungu namba 52, usome hiyo reserve hata ikitaka kuuzwa inauzwaje, kwa sababu kifungu cha 52 pia wameeleza muda wote tunaweza tukauza hizo reserves. Na sisi tumekuwa tunauza kila siku, hata juzi tumeuza, hata wiki iliyopita tuliuza, ilikuwa kwenye mfumo wa dola. Sababu sisi kama nilivyokuambia, idara yetu ya masoko ya fedha inafanya kazi 24/7. Na inafanya hivyo kwa sababu kuna kipindi tunakuta labda, unajua tuna tofauti ya masada na Marekani. Kuna bondi zimewekezwa let's say Marekani. Unaweza kukuta kule bei imekuwa nzuri kwenye baadhi ya bondi. Ukiwa na fedha unahamisha kutoka kwenye currency ambazo hazilipi vizuri, unaenda kule, ndio uwekezaji wenyewe. Gavana amesema sheria inawapa mawanda mapana ya kuwekeza hiyo akiba fedha za kigeni kwa kadri inavyoona inafaa. Yeah. Ukiachia mbali na sarafu ambazo zinahifadhiwa na Benki Kuu ya Tanzania, kuna uwekezaji mwingine mmefanya kama hizo government security, kuna shares zimenunua kwenye makampuni ya nje au kwenye serikali za nje au taasisi za nje za serikali, kama tunavyoona watu wamenunua NHIF hapa, NSSF hapa, na nyie kuna kitu mmefanya cha namna hiyo? Sawa kabisa. Sisi tunafanya ndio maana ukienda kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili kimesema kabisa kwamba sisi hata kwenye hizo reserves ni namna gani tunaweza tukafanya hizo transaction za sehemu ya reserves. Sasa transaction ina maana ya yani kununua kwa kulipa fedha ya kuwekeza, au wewe kuuza ukalipwa wewe. Kwa hiyo kama ulivyosema, maeneo yote tunawekeza. Tumewekeza kwenye bonds, kuna government bonds kwenye nchi mbalimbali, tumewekeza kwenye bondi za mfano za Marekani, kuna nyingine kule China. Tumewekeza hata kwenye hisa, tuna hisa kwa mfano Afrexim Bank, sisi ni wana hisa, tuna zaidi ya 1% hisa zote za Afrexim Bank tunazimiliki sisi. Kwa hiyo tumewekeza kwenye maeneo mbalimbali. Ndio maana nimesema mtu ambaye anaweza akajadili swala la BOT whether iuze au isiuze, kwanza ajiridhishe na awe angalau na elimu hata ile ya kiwango cha kawaida ya kufahamu uwekezaji wa kwenye masoko ya fedha unafanyika vipi. Na ikiwezekana asome vifungu 3 tu vya sheria ya BOT, aende section 5, aende section 51 na section 52, angalau anaweza kaelewa hicho anachokiongea. Lakini bila hata kujua sheria, akiwa anaongea wakati mwingine anakuwa hajitendei haki yeye mwenyewe, sababu anaweza kujipotosha, akawapotosha na watu anaowaeleza. Lakini na sisi wakati mwingine anakuwa kama anatukwaza, kwa sababu anakuwa anaongea vitu tunaona kabisa huyu mtu amepotea. Ndio maana wakati mwingine tunatoa elimu. Tumekuwa na vipindi vya kutoa elimu. Tunashukuru wataalamu wetu wameendelea kutoa elimu ya masuala haya na kuwapa watu assurance kwamba dhahabu ni kitu cha kawaida. Na kwa Benki Kuu kuwekeza kwenye dhahabu ni swala ambalo kwanza tunatakiwa tujisifie, tujifeel proud kwamba ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimeweza kwa hivi karibuni kuja na utaratibu kama huu.
Lakini tufahamu kwenye gold ukiwekeza kuna riski zake. Unapokuwa umewekeza kule, wakati mwingine kwa mtu ambaye anajua sana hesabu za uwekezaji na kama ana fedha chache, anaweza katafuta maeneo yenye high return. Sasa gold ukiwekeza kule haina high return. Utasubiri labda kipindi price imepanda. Sasa kama sasa hivi price ikipanda ukiwa na gold, ndio muda mzuri wa kuuza, kwa sababu pia kuna namna ambavyo kuna uwiano wa kuongezeka kwa bei ya gold inavyopanda. Utakuta profit kwenye maeneo mengine inashuka. Kwa hiyo ukiwa uko vizuri na uko makini, wakati huu bei inapopanda ndio kipindi ambacho wakati mwingine unaweza kaamua kuuza sasa kwa sababu bei ni nzuri. Alafu kipata ile fedha, unajua kipindi kijacho inaweza ikashuka. Ikishuka wewe utakuwa umeshawekeza kwenye maeneo mengine ambayo utapata faida sana. Gavana, katika miaka hivi karibuni tumeshuhudia benki zikipata faida kubwa. Katika eneo moja ni ishara nzuri kwamba uchumi wa nchi unaperform vizuri, kwa maana sekta ya fedha nayo inaperform vizuri. Lakini ukiangalia sehemu kubwa ya hizo faida za benki, hususan benki ambazo zinarekodi faida kubwa, zina mapato mengi yasiyotokana na riba. Labda huoni kama labda imefika wakati labda wa kuengage hizo benki, hata kama sio kuzishurutisha, kuziengage, pengine kupunguza charges ama makato katika huduma zao, ili Watanzania wafurahie huduma za benki kwa urahisi zaidi, na waendelee kuwa na hivi tunapopiga kampeni ya ujumuishi wa huduma za fedha, ili kwa embody watu wengi zaidi, lakini pia waone huo ukuaji wa uchumi wanaoona waufikie kupitia huduma za fedha. Asante sana kwa swali lako zuri. Ni kweli kwamba benki zinapata faida. Na hiyo ni indicator kwamba uchumi pia unakuwa vizuri. Sasa katika mazingira ambapo uchumi unafanya vizuri na benki zikipata faida, nadhani ni swala la kupongeza, na tumekuwa tukiwapongeza na tukiwataka waje na ubunifu mkubwa wa aina mbalimbali ili wafanye vizuri, waweze kusapoti wafanye biashara, kwa sababu benki ni mwanzo wa mtu kupata fedha ili akafanye shughuli nyingine za kiuchumi. Sasa ni kweli pamekuwepo mawazo ya watu kwamba labda benki zinapata faida kutokana na labda riba kubwa au gharama nyingine. Nafikiri tangu mwaka 92 Tanzania tulijitangaza na kutekeleza sera ya soko huria. Kwa hiyo mfumo wa soko ndio unao drive hizo tariffs au charge, ada na tozo na riba zilizoko sokoni. Kwa hiyo kitu cha msingi, sisi hatuwezi kwenda kuwazuia kwamba nyie sasa tuwekee huu ndio uwe ukomo, isipokuwa tunaendelea kuwa encourage. Tunaweka vivutio vya kuwashusha ili gharama za uendeshaji pia ziteremke. Zikiteremka, kwa sababu soko liko wazi na kuna ushindani, wataendelea kupunguza zile gharama. Sasa hivi tumetengeneza kitu tunakiita price comparator. Ni mlinganisho wa gharama kati ya benki moja na benki nyingine. Mtaona tulianza kutoa kwenye magazeti tangu mwaka jana. Mwezi Desemba pia tulitoa kwenye magazeti ikionyesha gharama kwa mfano za ATM charges. Ukienda kuchukua fedha kwenye ATM ya benki ambao ndio kadi unayomiliki ndio ya benki hiyo, tukalinganisha. Lakini gharama za ukienda kuchukua fedha kwenye ATM yenye kadi tofauti na ile uliyochukua, tukalinganisha. Kwa hiyo kuna fees tofauti tumeziweka. Ile ni sehemu moja wapo ya elimu, kuelimisha wananchi ili kabla ya kuchukua zile fedha au kufanya uamuzi uweze pia kujua zile gharama, ufanye uamuzi wewe mwenyewe. Lakini kwa viongo vingine tumeendelea kuasisitiza hata mabenki waje na ubunifu utakaopunguza gharama, lakini usicompromise na quality. Sababu pia tunataka kwamba mtu anapotoa huduma atoe huduma kwa viwango vya kimataifa, ili huduma zetu za Tanzania zilingane na hadhi ya nchi yetu kama Tanzania. Sababu tumeshafika kwenye nchi ya uchumi wa kati, ili huduma nazo ziwe zinaendana na viwango hivyo. Kwa hiyo sasa hivi tumeangalia mfano kwenye baadhi ya benki zimedesign vifurushi tofauti. Na hivyo vifurushi vinapunguza zile gharama. Utaona kuna baadhi ya benki sasa hivi
Hata ukienda kununua utanunua labda kwa kadi au utalipa, na wengine wamekuja na ubunifu, panakupa kifurushi fulani kinachokupa products tofauti tofauti, unaweza kununua ukafanya miamala yako kwa gharama nafuu. Zote hizi ni aina za ubunifu na ukuja wa kupunguza gharama. Sasa wakati mwingine mtu anaweza akasema labda gharama bado ziko juu, inawezekana amelinganisha labda ni yeye mwenyewe na maoni yake, lakini ukigoogle unaweza kaona kwa nchi nyingine gharama ziko juu zaidi, hata hizo za interest rate. Siku hizi mitandao ipo, ukiandika pale commercial bank lending rate ya nchi yote ya mwezi fulani unaweza kulinganisha. Sisi hata kwenye riba Tanzania tuko 15% kwa wastani. Tukisema wastani manake kuna wengine wanapata mpaka 8, 9, lakini wajua wako mpaka nadhani 18. Inategemea pia kwa sababu kwenye kupata mikopo kuna vigezo tofauti. Ukiwa una uhatari mkubwa wa kukopesheka, na ukiwa labda hauna hata andiko la mradi kwenye kuomba mkopo, zile gharama benki atakuandikia andiko. Inawezekana unataka kuweka dhamana ya nyumba, lakini nyumba haijafanyiwa valuation. Akienda zile kosti za valu ataziingiza kama sehemu ya mkopo. Kwa yote haya ni masuala ambayo inatakiwa mkopaji ayafahamu, lakini sisi kwa namna tunavyoona na uchumi unavyoendelea kushamiri, tunaona kama tunaendelea kufanya vizuri. Lakini tutaendelea kuongeza jitihada ili gharama ziendelee kushuka. Tunajua kuna changamoto ya liquidity ndogo na savings chache za watu wanaweka zile amana zao kwenye mabenki. Bado kiwango ni kidogo cha amana ukilinganisha na ukubwa wa uchumi wetu. Baadhi ya watu hata hawana benki account kwenye hizo benki. Tunafahamu hizo changamoto na tunazifanyia kazi. Ndio maana tulivyofanya tathmini ya mwaka 2023 tumeziconsolidate. Kuna kitabu kinaitwa National Financial Inclusion Framework. Ni framework ya 3 ambayo imebainisha changamoto mbalimbali, na zote ziko kwenye mchakato, zinaendelea kufanyiwa kazi. Na kuna baadhi ya maeneo imeshafanyiwa kazi kwa kiwango kikubwa sana, ikiwemo hata swala la elimu ya fedha. Mtaona kwa mfano sasa hivi kuna vikundi vingi vinatoa elimu ya fedha. Kutokana na mkakati huo kule tulibainisha, tukaona wa Tanzania wengi hawana elimu ya fedha. Kwa tulichofanya, tulitengeneza utaratibu kupitia chuo cha Benki Kuu. Kikatengeneza utaratibu wa kucertify watu, yani kinawapa hati. Kinawapa hati ya kuweza kutoa elimu. Kwa hiyo kule wanafanyiwa training kama TOT. Alafu ile elimu sasa na wao wanaweza kwenda kutoa kwa watu wengine. Na wamefanya vizuri. Sasa hivi kwenye taarifa wameshafikia watu kama 1.6 katika utoaji wa elimu. Lakini tunatumia platforms za watu mbalimbali na mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe. Naamini kabisa kwa elimu zinavyoenda na kwa mabenki yanavyo-operate na watu wakiwa na huo uelewa, na hizi mbinu tunazozitumia ikiwepo hiyo niliyotaja ya price comparator, ya kumwalati mtu kwamba gharama unayotaka kukopa au kuchukulia fedha au kutolea fedha au kuhamisha muamala wako ni hii, ili afanye akijua, na kama ataweza kulinganisha na wengine pia zitakuwa ni incentives za kuendelea kushusha gharama, kwa sababu hatuwezi tukaikepu kwenye uchumi kwa sababu tunatumia mfumo wa soko. Katika miongoni mwa hatua ambazo pengine zimeacha kumbukumbu kwa wengi ni uamuzi wa Benki Kuu kuweka maelekezo kwamba mtu akilipa kwa kadi kwenye POS machine hamna makato. Mimi binafsi sasa hivi mzigo wangu wote natembea nao kwenye kadi. Hongera sana. Changamoto sasa inakuja ni kwamba sisi sehemu zote kutana na POS. Lakini tunashukuru kuna utaratibu wa lipa namba umekuja sasa ambao unatolewa na M&Os. Sawa. Lakini bado tunaona kule watu wanachajiwa au kule tunachajiwa pesa nyingi, wakati kwenye POS huku ni bure. Kuna arrangement yote ile ya kuhakikisha kwamba labda na huku gharama zinashuka chini au zenyewe zinakuwa sawa na kwenye POS, kwa sababu kama nafanya malipo thamani ya shilingi 10,000 ni ile ile nikilipa cash na nikilipa kwa mfumo wa kidijitali. Sawa kabisa. Sasa kwanza ufahamu kwamba hizo gharama, kitu unachokifanya huwa normally kina gharama. Kwa sababu hii mifumo imeletwa na makampuni na wote wanafanya biashara.
Kwa haiko pale labda kwa maana kwamba imejileta yenyewe. Kwa hiyo zile gharama kuna mtu anazigaramia. Tulifanya discussion na makampuni haya ya benki. Sababu zile kadi unazotumia ni mali ya benki fulani. Kwa hiyo unapoenda kuchanja, tulikubaliana kwamba zile gharama labda benki itazibeba. Kwa sababu ile fedha inazunguka, ukilipa wewe umetoa fedha kwenye labda benki yako, inaingia kwenye akaunti ya supermarket, na yule wa supermarket naye fedha zake ziko benki. Kwa ni kwamba fedha inahama kwako inaenda kule, kwa hiyo yule wa benki anagharamia. Sio kwamba iko free kabisa. Yaani iko free kwako wewe uliyelipa, lakini benki amegharamia. Kwa sababu zinaendelea kubaki kwake, ni sehemu ya kuongeza labda ile liquidity kule kwenye deposit za yule mwenye supermarket. Sasa napokuja huku kwenye lipa namba, tumedevelop ile ni utaratibu mzuri unaorahisisha mtu aweze kulipa kwa haraka. Ndio maana pia tunakuja na products nyingine kama za QR codes, zote ni kurahisisha. Tunataka mifumo ya malipo iwe na options nyingi, mtu yani achague mwenyewe itakayokuwa more convenient kwake ndio aitumie. Sasa zile gharama kule ukiangalia pia tuliziwekea miongozo na zimeendelea kushuka. Mwanzoni zilikuwa ziko juu, lakini tulitoa utaratibu zimeshuka, ambapo bado tunaendelea kuangalia, sababu kwenye mifumo ya malipo kuna gharama. Kuna gharama ya kuendesha ile mifumo, licha kwamba sisi kwa mfano tulitengeneza mfumo wa tips tunaugharamia sisi wenyewe, lakini kwenye mifumo mingine ya makampuni hizo gharama ndio incentives zinazowaweka pale mjini. Sasa bado zile costi tulivyofanya tathmini kwamba ukiziondoa, kwa sababu ile fedha wewe ukitoa kama unalipa kwa lipa namba, ina maana iko kwenye wallet yako. Ile wallet kuna wakala mkuu. Ile wakala mkuu naye ana wallet kubwa ya kampuni yako ya simu, ambapo ndio fedha zimetunzwa, lakini zile fedha ujue ziko benki, haziko kule kwenye ile kampuni ya simu. Kwa hiyo kampuni ya simu anakuwa na ile figure tu, lakini fedha yenyewe imetunzwa benki. Sasa ndio maana nasema huku kwenye miamala ya makampuni ya simu modality iko tofauti, lakini tunaendelea kuliangalia ili pale itakapowezekana tutaendelea kufanya utaratibu wa kupunguza zile gharama, lakini tutapunguza katika mazingira ambayo hayatawa frustrate wale waendeshaji, kwa sababu nao wanaingia gharama ya uwekezaji, na pia hayata jeopardize efforts za wale wengine ambao unaweza kufika labda umeishiwa ukataka kuongeza miamala kuongeza fedha kwenye wallet yako. Maana ukitaka kuongeza si ajabu kumkuta mtu wa M-Pesa barabarani. Sasa ukisema ziwe zero, yule wa M-Pesa hautamuona barabarani. Kwa lazima tu strike balance, tuhakikishe kuna rates ambazo zitamwezesha huyu mfanyabiashara akubali kutoka nyumbani kwake aje akae barabarani, hata kama ni mwavuli au kama ni kwenye kibanda. Pale kwenye kibanda analipa umeme, analipa maji, analipia interneti, analipia ulinzi. Kwa hiyo yote yaweze kumweka mjini ili na yeye afanye biashara. Sababu ile ni shughuli halali, imepewa leseni na lazima itengeneze faida. Kwa hiyo yote haya tunayaangalia. Tukihitimisha gavana, miongoni mwa masuala pia ambayo yanabeba hisia ama yanavuta interest ya watu wengi ni swala la shilingi na thamani yake. Tumekuona katika miaka hivi karibuni imekuwa kutana na pressure mbalimbali kutokana na either sababu za nje pengine na za ndani. Mara kadhaa Benki Kuu imekuwa ikisema bado ni thabiti ama ni miongoni mwa kali zinazo perform vizuri, lakini utakubaliana na mimi kwamba sarafu nyingi ili kujua thamani yake halisi tunazilinganisha na dola ya Kimarekani. Ndio shortcut. Ukiachia mbali aspect ya acceptability ambayo iko zaidi kiuchumi. Kumekuwa na hiyo shilingi imekuwa kutana na pressure. Labda BOT inafanya nini kulinda thamani ya shilingi? Lakini pia katika maelezo yako utazungumzia na aspect ya watu kuacha kutumia sarafu ya geni katika matumizi ya ndani. Kwa sababu katika maeneo ambayo yako wazi zaidi ni kwenye real estate. Watu wanatumia dola kwenye kupangisha nyumba na si kitu cha siri. Kiko wazi japokuwa unaeleza kwamba si kinachoruhusiwa ama ni marufuku ama ni kinyume cha sheria. Unafanya nini katika mambo haya mawili? Asante. Hili swala la thamani ya shilingi kwa ujumla inaendelea kufanya vizuri.
licha ya kwamba kuna misimu, kuna kipindi utaona thamani kidogo inatetereka na kuna kipindi inaendelea kuimarika. Hata majuzi utaona kwa mfano kuna kipindi ilienda mpaka 2800 around, lakini baadaye imeshuka ikafika mpaka 2400. Sasa hivi iko kwenye around 2500, na tunatarajia huko mbele ya safari itaendelea kuimarika. Tutafika tena, tutarudi kule labda kwenye 2400 kwa namna tunavyoona soko linavyoendelea. Sasa kuna mifumo ya usimamizi wa masoko ya fedha, ambapo tuna soko la fedha za kigeni, soko tunaita soko la jumla, ni Interbank Foreign Exchange Market, ambalo kule wanakutana benki kuu na mabenki mengine. Lakini kuna soko la rejareja ambapo wanakutana sasa watu binafsi, makampuni ambao wanataka labda kununua au kuuza, watapeleka fedha zao either kwenye bureau de change au kwenye mabenki. Sasa yote tuna mifumo mizuri ya kusimamia na kukokotoa ile thamani halisi ya ubadilishanaji wa hizo fedha, kwa sababu hizi fedha huwa nazo zinatumika kama bidhaa. Kwa hiyo principles zile zile huwa tunakokotoa, unaangalia ile weighted average kwenye soko labda la jumla ndio inayotumika, au inakuwa bei ya kuanzia kwa siku inayofuata kama kuna minada ya hizo fedha za kigeni kwenye soko lile. Na ukiangalia kwa ujumla kama sasa hivi kilinganisha tulipotoka labda msimu kama huu mwaka juzi kwa mfano, ambapo ilikuwa 2800, leo hii ukija msimu yani miezi hii tuko 2500, utaona shilingi imeimarika. Ngaje ukikompea labda na mwaka jana unaweza kaona kama shilingi kidogo of course bado imeimarika ukikompea na mwaka jana ilivyokuwa. Sasa hii inatokana kwa sababu kwenye soko kuna chanzo au vyanzo vya fedha hizi. Mara nyingi fedha za kigeni tunazipata tunapouza bidhaa na huduma nje ya nchi. Lakini wakati mwingine unaweza kufanya labda zile biashara kwa watu wanapoleta au wanapouza bidhaa kama za kilimo, utakuta baadhi ya miezi zile bidhaa zinakuwa hazipo. Kwa hiyo kuna msimu. Ndio maana fedha nyingi tunazipata kupitia labda uuzaji wa bidhaa za kilimo ambazo zinaanza around mwezi wa 6 zinakuja kupungua kwenye mwezi Disemba, Januari. Tukimaliza misimu ya mauzo tunaanza msimu wa kulima tena. Ukianza kupanda hatutarajii kupata exports nyingi labda za mahindi, unless kwa watu waliotunza stock. Lakini tunapata pia gold, kupitia gold. Kwenye gold tunauza sana na tunashukuru bei imepanda. Tumeendelea kuuza na mpaka sasa tunaendelea kuexport gold. Tumepata fedha za kigeni kupitia tourism industry. Kule kwenye tourism nao kwa mwaka huu imekuwa ni kama haina msimu, yani kwenye high season na low season bado ni kama zote zinalingana. Na vyanzo vingine, kuna vyanzo vingine vya mikopo. Serikali ilikuwa ikitafuta mikopo kutoka kwenye shirika mbalimbali, tunashukuru tunaendelea kupata. Sasa inapofikia kipindi kwamba tunataka labda kulipa, kama kipindi hicho malipo ni makubwa kuliko kiwango cha upatikanaji wa zile fedha kupitia kwenye soko lolote, whether la kigeni, la rejareja au la jumla, ndipo wakati mwingine tunafanya hizo intervention. Kwa hiyo nimesema hata mwanzoni tuliuza dola karibu milioni 70 kwenye wiki ile iliyotangulia ndani ya wiki moja. Ni baada ya kufanya tathmini tukaona kuna pressure, watu walikuwa wanaagiza vitu vingi nje, lakini kwa wakati huo soko lilikuwa labda halikuwa na fedha nyingi za kutosha. Kwa hiyo tuliamua sisi kuchukua sehemu ya reserves zetu, sababu lengo la kukaa pia na reserves ni pamoja na kusupport soko. Kwa hiyo tulipunguza ile milioni 70 kutoka kwenye akiba yetu tukaiuzia sekta, tukauza kwenye masoko ya fedha ili kusupport sekta binafsi wanaotaka kuagiza bidhaa, kuagiza mafuta, kuagiza dawa, kuagiza mitambo, kuagiza bidhaa za kawaida za madukani, waweze kupata kwa bei nzuri, walete hizo bidhaa sokoni. Sasa mifumo ya usimamizi ipo na sisi kama Tanzania tumeendelea kufanya vizuri kama nilivyosema ukikompea na nchi nyingine.
na kwa ujumla wake utaona mpaka sasa shilingi yetu imeendelea kuwa imara, imeendelea kuwa yani kupatikana. Tunasema liquidity ya fedha za kigeni ipo ya kutosha. Sasa kuna matumizi mengine ambayo mtu anapoamua kutumia fedha za kigeni ndani ya nchi, kimsingi kwanza ni kosa, kwa sababu kila taifa limepewa fursa ya kutengeneza currency yake. Sisi Tanzania, kifungu cha 25 cha sheria ya Benki Kuu kimetamka kwamba tutatengeneza sarafu itakayoitwa shilingi ya Tanzania. Sasa shilingi hiyo ikaenda kifungu cha 26 kikasema shilingi ya Tanzania ndio itakayokuwa fedha pekee halali kwa malipo ya ndani ya nchi, ndani ya mipaka Tanzania. Sasa ukitumia fedha nyingine kimsingi unafanya kosa, na kosa hilo huwa lina adhabu ya mpaka dola 3,000. Of course ukiangalia ni kama ndogo, lakini lengo sio kuwapa watu adhabu. Lengo ni ufahamu kwanza. Mtu akielewa kwa nini nitumie shilingi ya Tanzania katika malipo ya ndani. Kwanza ile ni mojawapo ya tunu ya kitaifa, lakini nasema ndio pekee fedha iliyoruhusiwa kutumika kwa ajili ya kutunza thamani ya bidhaa na huduma zinazouzwa au kununuliwa ndani ya mipaka ya Tanzania. Tunaita ni medium of exchange. Of course pia ndio kitunza thamani, ni stock of value. Kwa hiyo kama ndio kitunza thamani, manake tunapokokotoa uchumi wetu tunaupegi kwenye miamala iliyotekelezeka ndani ya mipaka Tanzania, kwa kuangalia shilingi ilivyozunguka, ujazi wa fedha uliopo kwenye uchumi na ukubwa wa uchumi na shughuli za kiuchumi zinazotekelezeka. Sasa mtu anapofanya miamala kwa kutumia fedha ya nchi nyingine, afahamu kwamba ile miamala kimsingi wakati mwingine inawezekana ikatupotosha hata tunapofanya zile recording ya miamala au ya mzunguko wa fedha. Kwa sababu ukitumia kwa mfano kama ni dola, ile dola itakuwa recorded kule kwenye nchi iliyoissue ile currency. Kwa hiyo bado tunashauri na kusisitiza kwamba Watanzania tuipende shilingi yetu na tuwe na fahari tunapofanya miamala kwa kutumia shilingi yetu, na tujiepushe na makosa mengine ambayo unafanya kosa labda kwa makusudi. Maana ukifanya sasa miamala ya kutumia fedha isiyokuwa shilingi ya Tanzania wakati uko ndani ya mipaka Tanzania, manake pale ni uhalifu sawa tu na uhalifu mwingine, na lile ukiangalia kimsingi ni uhujumu wa uchumi, kwa sababu unaenda kudistort hata zile macroeconomic fundamentals za kucapture transactions za shilingi. Sasa kwa watu wengine wanaofanya hivyo tumekuwa tukiwaelimisha, na kuna wengine wamewahi kukamatwa, wamepelekwa kwenye vyombo vya sheria, wamechukuliwa hatua, na tumeendelea kuelimisha na kuasisitiza Watanzania tutumie shilingi ya Tanzania kufanya miamala ya mauzo ya bidhaa na huduma za ndani kwa kutumia shilingi ya Tanzania. Unapofanya mauzo ya nje, pale unatumia sheria nyingine. Tuna sheria ya fedha za kigeni. Ukifanya mauzo labda unataka kuagiza labda gari moja kwa moja, au unataka labda kwa wanaofanya biashara anataka kuagiza let's say mafuta nje, kwa sababu kule utalipa dola. Kama unaagiza kwa dola utalipa dola. Zile dola utazipata kwenye masoko ya ndani. Kuna watu ambao hawana confidence kwamba akienda kwenye benki, je, atapata zile dola? Labda niendelee kuhakikishia kwamba benki wanapata dola na zipo dola za kutosha. Ndio maana hata wiki iliyopita ile tuliuza dola milioni 70 kwenye soko, kwa sababu benki zilionyesha uhitaji. Zikionyesha uhitaji kwa sababu sasa hivi sisi tuna akiba nyingi ya fedha za kigeni. Unajua tuna akiba dola bilioni 6.5. Unajua ni fedha nyingi sana. Yani hizo dola bilioni 6 zinatosha uagizaji wa bidhaa na huduma. Hata kama hizo dola nyingine zote zisipopatikana, bado tunaweza tukasapoti soko kwa miezi karibu 5 kwa kutumia hizo reserves tulizonazo. Kwa hiyo niwahakikishie tu watu kwamba kuna fedha za kigeni nyingi za kutosha. Mtu atakapohitaji, kuna modalities utapitia kwenye benki yako,
Ukitaka kuagiza bidhaa nje atakufungulia hata kama ni letter of credit. Bidhaa zako zikifika bandarini, benki yako itakulipia. Kwa hiyo yani ni swala la kawaida ambalo niendelee kuwapa uhakika tu wa Tanzania kwamba fedha za kigeni zipo za kutosha na wasiwe na hamaki yote, na pale ambapo mtu labda anataka kufanya miamala basi ajitahidi kwa kadri itakavyowezekana atumie shilingi yetu ya Tanzania ambayo ndio fedha pekee halali kwa malipo yote ya ndani ya nchi.